Mtazamaji wa Mambo Leo Online TV, leo tupo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa UDSM, na hapa ulifanyika mkutano baina ya viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa, lakini pia msajili wa vyama vya siasa pamoja na shirika la utangazaji Tanzania TBC. Yapo mengi ambayo wamezungumza, na hapa nipo na Costa, yeye ni kiongozi wa chama cha Makini. Tutakwenda kuzungumza naye kufahamu pengine ni kipi ambacho amekizungumza, lakini pia dhamira ya chama na mambo mengine mbalimbali. Karibu sana. Asante. Kwa faida ya wanaokutazama, pengine majina yako kwa ukamilifu. Kwa majina naitwa Costa Jimmy Kibonde, ni mwenyekiti wa taifa wa chama cha Makini. Shukrani. Na pengine napenda kufahamu chama kimejiandaa kushiriki uchaguzi kwa ukamilifu na kwa kiasi gani? Kwanza, chama changu mimi kimejiandaa kikamilifu kushiriki uchaguzi wa mwaka huu ambao utafanyika tarehe 25 mwezi wa 10. Pia ninayezungumza hivi sasa, ukitaka kuhakikisha kama chama changu kimejipanga kushiriki kikamilifu katika uchaguzi, ni mgombea ambaye nimepitishwa na chama kwenda kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao mkutano mkuu tulikaa tarehe 17 mwezi wa 5. Kwa hii ni dhahiri shahiri, kipenga kimepigwa, chama changu kitashiriki kikamilifu uchaguzi huo kwa levu ya urais, rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, wabunge pamoja na madiwani na wawakilishi. Pengine wewe sasa kiongozi wa chama, lakini pia na wanachama wenzie, imani yenu dhidi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ipoje? Kimsingi tunaweza kusema chama changu cha Makini kina imani kubwa sana na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na kwa nini chama changu kina imani kubwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi? Tume ya Taifa ya Uchaguzi mara zote wamekuwa wakitushirikisha kwenye shughuli mbalimbali zinazohusiana na masuala mazima yanayohusiana na uchaguzi. Mathalan, mabadiliko yote ya sheria zinazohusiana na masuala mazima yanayohusiana na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa maana ya kiuchaguzi, kanuni, chama changu kama chama cha Makini kimeshirikishwa kwa kutoa maoni, na tumetoa maoni mara zote, tumekuwa mstari wa mbele. Na mimi binafsi kama mwenyekiti wa chama cha Makini pamoja na chama changu, napenda sana kuipongeza Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa mambo yote inayofanya. Hakuna jambo hata moja ambalo wameweza kuifanya wao kama tume bila kutushirikia sisi, wadau namba 1 wa uchaguzi nchini kwetu Tanzania. Wewe ulipitishwa na mkutano mkuu kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pengine ni kitu gani ambacho unaweza kuzungumza na Watanzania kupitia nafasi ambayo umeipata hapa leo? Nini ambacho nawaahidi wana Makini? Mimi binafsi ahadi kwa wana Makini kwamba ninaamini ya kwamba chama changu kinakwenda kushiriki uchaguzi, na masuala mazima leo haya tumekuja kuyazungumzia hapa yanahusiana na masuala mazima yanahusiana na taasisi ya utangazaji TBC, kwa maana kwamba ushiriki wa vyama, ushiriki wa taasisi hii ya utangazaji ambacho hichi ni chombo cha serikali, ni namna gani wanaweza kushirikiana na sisi vyama vya siasa ambavyo vinashiriki moja kwa moja kwenye uchaguzi ambao tutaufanya tarehe 25 Oktoba mwaka huu, kwamba baina ya kikao cha leo kati ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi wapo, ofisi ya msajili wa vyama wapo, ambao ni miongoni mwa wadau wakubwa katika masuala mazima ya uchaguzi. Kwa leo tumekutana, tunapeana semina hapa ili mradi jambo lolote linalohusiana na kiuchaguzi ambalo tunakwenda lilo mbele yetu kama taasisi ya utangazaji, kusiwe kuna upendeleo. Na mambo mengi tumejadiliana, mambo mengi tumeshauriana. Mimi nafikiri wamekuwa ni wastaarabu, wamekuwa ni watu wenye hekima, wamekuwa na sikivu, tumejadiliana kwa kina. Bila shaka mambo yote yatakwenda vizuri. Kumekuwa na malalamiko mengi sana kutoka kwa vyama mbalimbali kwamba shirika la utangazaji Tanzania TBC na ushiriki wake kwenye vyama vingine au kwenye kushiriki kampeni za vyama vingine tofauti, pengine na vyama ambavyo tunavijua ni vikubwa, ni mdogo kuliko kawaida. Pengine humo ndani mmezungumza nini na wao wamekubaliana nini? Kwanza TBC, jambo la kwanza, mimi sioni kama upendeleo wao uko wapi, kwa sababu tulipokuwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 TBC walitoa coverage kwa vyama vyote ambavyo vilikuwa vimeshiriki. Kwanza walitupa coverage ya live, ile mikutano ya kuzindua kampeni. Vyama viko vingi,
Wakati mwingine tunaweza tukazindua vyama 6 kwa siku moja kwa maeneo tofauti tofauti. Wengine wakazindulia Mbeya, wengine Dar es Salaam, wengine Mwanza, wengine wapi. Kwa hiyo itafuatana kwa jiografia ya eneo husika uliozindulia, walikuwa wanaweza wakaja na wakakupa coverage. Na si rahisi kwa vyama kama 6 vyote vikizindua kwa siku moja kupata coverage. Kwa hiyo siku moja ni kitu ambacho ni kigumu sana kimsingi inaonekana. Kwa upendeleo mimi siwezi kukubali kama wale wanapendelea, wengine wanapendelea chama fulani. Mimi binafsi kama chama changu cha Makini tulishirikiana nao vizuri na walitupa coverage, na hata baada ya uchaguzi mimi binafsi kama mwenyekiti wa taifa nimeshaitwa TBC kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na chama changu, yanayohusiana na nchi. Kwa mimi si miongoni mwa watu ambao naweza nikawa nisema TBC wanapendelea. Si kweli. Chama cha Makini kimekuwa kikipata coverage kupitia televisheni hiyo ya taifa. Kwa hiyo mimi si muumini wa kusema TBC napendelea. Shukrani sana. Asante na kushukuru. Okay. Na mtazamaji wa Mambo Leo Online TV, huyu ni Costa Kibonde ambaye ni mgombea alipitishwa na mkutano mkuu wa chama cha Makini kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado tutaendelea kuzungumza na viongozi wengine ambao wamefika katika eneo ambao walikuwepo kwenye mkutano huu. Tutajaribu kuzungumza na kila mmoja ambaye ameshiriki kupata maoni yake, ni kipi ambacho pengine wamekizungumza, imani yake kwa TBC Taifa, chombo cha taifa hiki katika kushiriki kwenye shughuli za uchaguzi wa mkuu ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 25 Oktoba mwaka huu 2025. Endelea kusalia nasi. Na kama nilivyokuahidi, tutaendelea kuzungumza na viongozi mbalimbali ambao wako hapa. Na sasa hivi niko na Doyo Hassan Doyo, naye alipitishwa na mkutano mkuu maalum wa chama cha NLD, National League for Democracy, kugombea nafasi ya kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kiongozi, karibu sana, na naomba kufahamu kitu kimoja ambacho mmekidiscuss pengine ndani, ushiriki wa chombo cha habari cha taifa kwa maana kwamba TBC kufanya coverage ya mikutano mbalimbali ya vyama vya siasa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka 2025. Ni kwa kiasi gani pengine nyinyi mnatakiwa kushirikiana vyama vyote kwa pamoja ili kuepuka ule usumbufu wa kwamba pengine NLD wanafanya mkutano lazima uende live, AFP wanafanya mkutano lazima uende live, kuepuka hiyo changamoto ambayo itapelekea chama kingine kilalamika kwamba wao hawakupata nafasi ya kuwa live? Kwa majina naitwa Doyo Hassan Doyo, ni mgombea wa nafasi ya rais wa chama cha National League for Democracy. Kimsingi kwanza zile live zote zinalipiwa na wamejaribu kuonyesha baadhi ya miamala kwa watu ambao wamelipia kuhusu masuala ya live na masuala ya matangazo binafsi. Wao wanachoweza kufanya ni coverage ya mikutano ile, zile tunaita zile taarifa za habari kwa kila chama cha siasa ambacho kinakwenda kunadi sera zake. Hizo ni bure. Kwa hiyo leo kitu ambacho tumekijadili ni kuelimishwa kwamba usio kaona labda chama fulani kinapewa coverage ya live kadhani kwamba ni upendeleo. Wanalipia kwa sababu ni sehemu ya matangazo kwa ajili ya kujipatia kipato kama taasisi ya kiserikali ambayo na yenyewe inafanya kazi kwa faida. Kwa hiyo ukiona live yoyote kwenye chama chochote cha siasa wamelipia. Hilo tumethibitishwa na mkurugenzi wa TBC ndugu Lioba. Lakini kingine ambacho wameelezea ni vyama vya siasa kuwahalasi waandishi wa habari pale wanapohisi kwamba chama chao kuna taarifa, kuna engo zinapelekwa kwenye matukio ambayo sio nzuri. Mfano mkutano na kwenda kupiga sehemu ambayo hakuna watu afu jioni nakwenda kwenye taarifa habari. Wanasema hizo tunafanya kutokana na kile tulichokiona kwenye mkutano, sio kwamba tunafanya edit au tunachukua picha mbaya. Kwa hiyo pia tumeelimishwa viongozi wa vyama na wafuasi wao wawe watulivu wakati wa kampeni, kwa sababu uhalisia unaoonekana katika eneo la mkutano ndio kinachopelekwa kwenye chombo cha habari. Kwa hiyo hiyo yote tumeweza kuelimishwa, na kimsingi wa viongozi wa vyama wamechangia vizuri, wameweza kuelezea ule wasiwasi wao wa namna ambavyo chombo hiki cha umma kinabezi upande mmoja. Na mkurugenzi ametoa majibu, anasema upande mmoja lazima ukumbuke kwamba bado una serikali. Kuna ruling party, chama ambacho kina dola. Taarifa zake ni tofauti kwa sababu chombo cha habari cha nchi kinazingatia pia ulinzi wa taifa. Na shughuli nyingi za kiserikali au shughuli nyingi zinafanywa na chama kilichopo madarakani. Kwa hiyo kitendo cha kuweza kuonyeshwa shughuli nyingi za serikali pamoja na chama
ni kwa sababu ya uwepo wao katika madaraka ya kinchi, lakini si kwa nia ya kupendelea. Kwa hiyo viongozi wameelewa na wameomba sasa TBC iandae mzunguko wa vipindi kwa ajili ya kufanya coverage ya studio kwa vyama vyote ambavyo vimeweka wagombea ili kwenda kunadi sera zao na kwenda kujitambulisha, na mkurugenzi amepokea hilo wazo. Kwa vyama hivi ambavyo havina wabunge, nikiona maana kwamba havina ruzuku, hiyo gharama ya kulipia hizo live, ninyi hamjaomba pengine mpunguziwa au kama inawezekana kutolewa kabisa ili muweze kuafford na ile yenyewe? Kutoa haiwezekana, lakini kupunguziwa wamekubali kwamba tutakapokwenda kwenye meza na watu wa biashara, kwa sababu ni kesi maalum, kupunguza wamekubali kwamba njoni tukae tuone tunawasaidiaje katika hii biashara. Lakini kimsingi matangazo ni biashara. Kwa hiyo wameridhika tutakapofika kwenye mazungumzo hayo ya live, basi waoni namna gani ya kuweza kuweka tahafifu ili tuweze kumudu hizo gharama. Chama sasa cha NLD kimejiandaa vipi kuelekea uchaguzi mkuu? Tumejiandaa sana. Hatua za kwanza ni michakato ya ndani ambayo kimsingi katika nafasi ya urais tumemaliza, na sasa hivi chama chetu kiko katika level ya gombea ubunge. Maeneo ya Mwanza tumemaliza, Mara tumemaliza, Kagera, Tanga, Lindi na Mtwara. Tunashukuru tumeenda vizuri na maeneo mengine yanaendelea. Kwa hiyo tuna matumaini mpaka mwezi wa 7 tarehe 30 itakuwa tumemaliza kumaliza mchakato wa wagombea maeneo mengi ya nchi, ikiwezekana nchi nzima, lakini kwa sasa tunaenda vizuri na michakato inaendelea vizuri. Kuna vyama ambavyo vinajaribu kuzungumza chini chini kwamba imani yao na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni ndogo, vingine vikisema hatuna imani kabisa. NLD, imani yenu na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ikoje? Sisi tuna imani kubwa kwa sababu huu ni uchaguzi, na uchaguzi imani inakuja baada ya matokeo. Huwezi ukawa na imani ya kitu ambacho hakijatokea. Huwezi. Haiwezekani, kwa sababu ukiwa na mkeo ni mjamzito unatarajia kwamba atajifungua mtoto salama. Baada ya kujifungua ndio unasema alhamdulillah. Kwa hiyo huwezi ukadauti masuala ambayo yatatokea baadaye. Sisi NLD tuna imani kwa sababu katika michakato ya harakati za uchaguzi, za mabadiliko ya sheria, mabadiliko ya kanuni za uchaguzi, kimsingi sisi NLD tumeshirikishwa, lakini pia na vyama vingine. Kwa hiyo maoni yao watu hayakatazi, na mwanadamu huwa kila siku mwanadamu ni dynamic, kila wakati anabadilika. Kwa hiyo mimi sioni kwamba wanaosema hawana imani wako bias. Hapana, ni mtazamo wao, lakini kwa chama chetu cha National League for Democracy sisi tunaamini kwamba mchakato wa uchaguzi mpaka hapa tulipofika, na tuna matumaini makubwa kwa sababu sheria za uchaguzi zimebadilika. Kwa hiyo tuna imani kwa mabadiliko haya ya sheria ya uchaguzi na mabadiliko ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na mabadiliko ya sheria ya vyama vya siasa, tuna matumaini makubwa kwamba tunakwenda kushinda uchaguzi. Shukrani sana. Asante sana. Na huyo ni Doyo Hassan Doyo, mgombea kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alipitishwa na mkutano mkuu maalum ambao walifanya pale Ilala, Dar es Salaam. Tutaendelea kuzungumza na wengine kama nilivyokuahidi hapo awali. Tukipata nafasi tutajaribu kusikia maoni yao. Mimi ni Abu Twalib Mustafa, mwenzangu ni Waziri Rai, endelea kusalia nasi. Na mtazamaji wa Mambo Leo Online TV, kama nilivyokuahidi kwamba tutaendelea kuwatafuta au kuzungumza na viongozi wa vyama tofauti ambao walishiriki kwenye mkutano huu ambao uliandaliwa na TBC, akiwemo msajili wa vyama vya siasa, lakini pia vile vile na viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa. Sasa nipo na aliyepitishwa na mkutano mkuu wa Tanzania Labour Party kuwania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Atatuambia majina yake ni nani, halafu tutazungumza naye kidogo kutokana na yale ambayo ndani wamezungumza. Karibu sana, nafasi nakupa ya kujitambulisha majina yako kwa Tanzania ambao pengine ile siku hawakukuona, ili uweze pengine leo wanaweza kupata nafasi ya kukujua na kukuona zaidi, wa kuzoea kwenye macho yao. Sawa sawa, mimi kwa jina naitwa Justus Rwamgira, ni katibu mkuu wa chama cha Tanzania Labour Party TLP, na chama changu kimeniteua kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nataka nigusie tu baadhi ya mambo machache pengine ambayo mnaweza mkao mmejadili au hamkujadili, lakini ni kwamba ushiriki wa TBC kwenye kufanya coverage ya mikutano mbalimbali ya vyama vya siasa. Sasa kitu ambacho nataka kukizungumza mimi au nataka kupata ufafanuzi kutoka kwa nyinyi kama vyama vya siasa ambavyo pengine hamna wabunge, mnahisi mna uwezo huo wa kuafford kulipia hizo gharama za kwenda matukio yenu live kulinganisha na CCM ambao tayari wako vizuri, au na vyama vingine vyenye wabunge ambao vinapata ruzuku? Kawaida lazima chama kinaendeshwa na wanachama. Chama kinaendeshwa na wanachama, na wanachama ndio hao wanaotuchangia tufanye hiyo kazi. Kwa hiyo uwezo upo. Wanachama wapo watatusaidia. Nyinyi mnaona ni sahihi hivyo kwamba na nyinyi muweze kulipia hizo gharama,
au kwa sababu nyinyi hamkuona kwamba kuna ulazima wa nyinyi kuwapa hoja kwamba either ifutu au mpunguzie kwa kiasi kikubwa? Hoja tunawapa, lakini iko kisheria. Sasa kama ipo kisheria tuwezi kulazimisha mpaka hiyo sheria ibadilishwe. Kisha badilishwa ndio baadaye watatusaidia. TLP sasa mmejipangaje sasa kuelekea uchaguzi mkuu? Tayari ushapitishwa wewe, mipango ya chama ikoje? Mipango ipo, tumepanga, tumeshaandaa wagombea ubunge, udiwani na mgombea urais ni mimi. Kila kitu kinaendelea vizuri. Na popote pale walipo wanajipanga. Unajua kwamba kinyang'anyiro kifika watapitishwa, tutaingia. Chama cha TLP wanachama pamoja na wewe katibu mkuu na wewe ambao umepewa sasa nafasi ya kushika kiti cha nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imani yenu kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ikoje? Imani iko vizuri. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imeshika kwa utaratibu, na sasa chaguzi zote za mwaka huu wanasimamia wao kwa kuweka watu wao ambao ni wale wastaafu ambao watakuwa kazi ya kusimamia shughuli zote kama wasaidizi wa tume wa uchaguzi katika ngazi za halmashauri, ngazi za kata. Tunaamini kwamba mambo yatakuwa vizuri. TLP pengine mmeshirikishwa kwa kiasi gani kwenye kutoa maoni kwenye ubadilishwaji wa zile kanuni za Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini pia na sheria zile za uchaguzi zenyewe? Tulishirikishwa kwa sababu kila kinachotolewa au kinachopendekezwa kifanyike huwa vyama tunapewa. Na tunapewa muda maalum wa kukaa vikao vyetu, tukajadili, tukapitisha, tukapeleka maoni yetu. Na ile iliyopelekwa ndio maana yamepitishwa. Ambayo yalifanywa kazi na yakapitishwa. Shukrani sana. Asante sana.